Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, mechi ya mzunguko wa 25 ambayo tumetoka kuitazama siku ya leo kutokea katika uwanja wa KMC Complex uliopo jijini Dar es Salaam Mwenge, ni mchezo ambao umeikutanisha klabu ya soka Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union kutokea mkoani Tanga. Kabla kuendelea mbali, kama umependezwa na matokeo ambayo Young Africans wameweza kuyapata dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union, like video yetu, alafu tuende kwenye comment section katuambie ni mchezaji gani wa Yanga ambaye ameweza kukuvutia leo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union. Fahamu, katika kipindi cha kwanza Young Africans waliweza kutengeneza majaribio kadhaa katika lango la klabu ya soka ya Coastal Union, lakini uhodari wa golikipa wa Coastal Union ukaishindwa kuipa klabu ya soka Yanga mabao mengi katika kipindi cha kwanza, na tunashuhudia katika dakika ya 34 kupitia kwa cross safi iliyopigwa na mchezaji Max Nzengeli mpia, basi Pacome Zouzoua akaweza kupiga kichwa safi na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club bao la kuongoza. Na kipindi cha pili Young Africans wakaweza kurejea, moto ukawa ni ule ule kuendelea kulisakama lango la klabu ya soka ya Coastal, lakini mpaka dakika 90 klabu ya soka Yanga Sports Club wameweza kufanikiwa kupata bao moja mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union. Mpaka sasa unako msimamo wa ligi kuu ya NBC, klabu ya soka ya Yanga wamecheza michezo 24, katika michezo 24 wameshinda michezo 21, sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Young Africans wamefunga mabao 62 na wao kuruhusu mabao 9 wakiwa na goal difference ya mabao 53 wakiwa na alama 64 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini katika nafasi ya pili yupo mnyama mkali Simba Sports Club ambaye yeye amecheza michezo 22 akiwa ameshinda michezo 18, sare michezo mitatu na kupoteza mchezo mmoja. Simba amefunga mabao 52 na yeye kuruhusu mabao 8 akiwa na goal difference ya mabao 44 na alama 57. Kwa hiyo tunaona tofauti ya alama kwa sasa kati ya Yanga na Simba ni tofauti ya alama 7 ambazo Simba ameweza kuachwa dhidi ya kosi ya timu ya soka ya Yanga Sports Club, lakini Yanga amecheza michezo miwili zaidi ya Simba Sports Club. Sasa mara baada ya mchezo wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union kumalizika na klabu ya soka ya Yanga kuweza kuondoka na alama 3 na kuweza kuifunga klabu ya soka ya Coastal, kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club ndugu Ali Shabani Kamwe ameweza kutupa kijembe kizito kwa klabu ya soka ya Simba Sports Club mara baada ya Coastal kwenda uwanjani na kuweza kufungwa bao 1-0. Cha kwanza ameweza kuandika alhamdulillah, hongera kwa wachezaji, benchi la ufundi, viongozi na mashabiki mliojitokeza katika siku ya Mashati Day. Hatimaye Mashati Day imeweza kufana na klabu ya soka ya Yanga imeweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Pia hongera kwa klabu ya soka ya Coastal Union kwa kuonyesha ujasiri mkubwa wa kuja uwanjani. Huyo ni ndugu Ali Shabani Kamwe akipiga kijembe kizito kwa klabu ya soka ya Simba, akimaanisha kwamba Coastal wameweza kuthubutu kupeleka timu uwanjani. Kumbukwe kuna mchezo wa Kariakoo Derby uliotakwa kuchezwa, mechi ya ligi kuu ya NBC kati ya Simba, mchezo ambao ulitakiwa kuchezwa March 8 mwaka 2025, lakini Simba hawakupeleka timu uwanjani, Yanga wao walipeleka timu. Kwa hiyo Alikamwe ameweza kuwapa hongera klabu ya soka ya Coastal kwa kuweza kusubutu kwenda kucheza na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Nini maoni, ni mtazamo kwa hiki ambacho amekisema ndugu Ali Shabani Kamwe na kuweza kupiga dongo zito kwa klabu ya soka Simba? Kama mdau wa Simba, unao nafasi ya kwenda eneo la comment na kumjibu ndugu Ali Shabani Kamwe.